فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وهدي بقلبي وسدد اللسان بحق سيدنا محمد صلوات ربي وسلام عليه. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله وحققنا بحقائقها وعرفنا طرائقها يا أرحم الراحمين. Amma baad, tunamshukuru Mola wetu ambaye kwamba ametuafikia mimi na wewe wakati kama hunu kuwa katika baiti min buyutillah. Muombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe kila la kheri. Muombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wagonjwa wote Mwenyezi Mungu awape shifa. Na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndugu zetu ambao kwamba wametangulia akhira, Mwenyezi Mungu ayakunjue makaburi yao. Mzanguni wa Kiislamu, tuko katika siku ya Ijumaa kuelezana machache ambayo kwamba yanayofaa kuelezwa. Mzanguni wa Kiislamu, mwanadamu kuna tabia akiwa nazo, tabia hizi zaweza kumwacha akapata sharafu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama. Na kuna tabia atakapokuwa nazo zitamwacha mwanadamu yule awe bora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukisoma unamuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema siku ambayo kwamba mwanadamu haitomnufaisha mali yake wala watoto wake illa man ata Allaha biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye kwamba atakayeenda mbele ya Mwenyezi Mungu na moyo uliosalimika. Moyo uliosalimika na nini? Moyo uliosalimika na ugonjwa ambao kwamba amradhul khulud, ambao kwamba ni kina kibri, ujbi na mambo mengine, riya, hasadi na mengineyo ambayo kwamba ametajwa. Mzanguni wa Kiislamu, mwanadamu yoyote kuna matabia ambayo kwamba wakati mwingine tabia hii mwanadamu anakuwa nayo. Ni tabia gani? Mwanadamu anafika hatua na tabia ya kuona wenzake wote si lolote ila yeye peke yake. Mwanadamu ana tabia saa nyingine akaiona yeye ni bora kuliko wenzake wote. Hapa tulipoketi msikitini, mwanadamu anaweza kupitiwa na mawazo akawaona waumini wote hawa waliohudhuria basi hawa wamekuja kucheza ila yeye tu ndio aliyofanya ibada. Haya ni mawazo ambayo kwamba saa nyingine anampitia kila mtu. Haya ndio ugonjwa ambao kwamba miongoni mwa maradhi ambayo kwamba tuko nayo, ya mtu kujiona kwa kile ambacho kwamba ameneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio ukisoma kwenye Qur'ani katika suratul Nisa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea aliposema alam tara ilal ladhina yuzakuna anfusahum, alam tara ilal ladhina yuzakuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yudhlamuna fatila. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hivi, huoni wale ambao kwamba wanajitakasa nafsi zao, maana wanazifanyia nafsi zao ni bora kuliko watu wengine, huwaoni? Na Mwenyezi Mungu balillahu yuzaki man yasha, Mwenyezi Mungu anamtakasa anayemtaka, anamtakasa yule anayemuona kwamba huyu anafaa kutakaswa. Ndugu zanguni wa Kiislamu, miongoni mwa maradhi ambayo kwamba yamekuwa ndio mengi duniani, na sisi wakati huu tunashughulikia maradhi ya kichwa,
maradhi ya tumbo, basi na kujua kwamba tuna maradhi yaliyokithiri leo ni kwamba ni mtu aketi mahali kutokamana na alivyoneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ajione yeye ni bora kuliko wenzake wote, ajione yeye ni bora katika ibada, ajione yeye ni bora kwa sababu Mungu amemruzuku mali, basi akajiona yeye na wenzake wote wana utofauti. Akiwaangalia wenzake anawaona kana kwamba si watu waliokamilika, ila yeye tu ndiye aliyekamilika. Haya ndio maradhi makubwa ambayo kwamba yaliyotukumba katika wakati huu. Ukisoma katika suratul Najm, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kutuelezea, kutukataza, fala yuzaku anfusakum, msijitakase nyinyi wenyewe nafsi zenu, msijitakase mkajiona nyinyi ni bora. Wa huwa a'lam biman ittaqa, Mwenyezi Mungu ndiye anayejua ni nani anayemuogopa, ni nani anayemcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo usijione katika ibada kwa sababu wewe ni 5 salawat, wasimama qiyam lail, waswali swala zote, waswali katika waswali swala za sunna ina duha na mengineyo, ukajiona wale ambao kwamba hawaswali ukawaona hawana maana yoyote, ila wewe tu ndio wenye maana. Hicho si kipimo. Waweza kuwa ukapata neema ya Mwenyezi Mungu usiku ukasimama qiyamul layl, ukasimama wenzako wote wamekoroma, ile ni neema ya Mwenyezi Mungu, si kila mtu anafikiwa. Basi isifike hatua ukawaona wale wenye kulala mpaka alfajiri ukawaona hawana maana, wewe mwenye kusimama usiku ukajiona ndio bora tu. Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salama alayhi anatuambia mambo matatu mwanadamu akiwa nayo ataangamia. Thalathun muhlikatun, mambo matatu yaangamiza. Utakapokuwa na haya mambo matatu mwanadamu, hata kama waswali utaangamia, hata kama wafunga utaangamia, hata kama wasimama usiku utaangamia, hata kama wafanya kitu gani utaangamia ukiwa na mambo matatu haya. Cha kwanza ni kitu gani? Akasema ashuhun mutwa'un, akasema ashuhun mutwa'un. Mtu ukiwa na choyo ni kitu ambacho kwamba ni tofauti na ubakhili. Ubakhili, maana ya ubakhili ni mtu mwenyewe hataki kutoa cha kwake, yani changu sitoi. Mtu akiwa na choyo ni mtu ambaye kwamba hataki hata yule mwingine akisaidia kule nje hataki. Nikijua alhamdulillah sasa hivi tunaendelea na ujenzi, Mungu aubariki ujenzi huu. Mtu mwenye choyo ni yule akiona tumeenda mahali kutaka msaada enda kusema jamani msiwasaidie, anatia fitna ili tusisaidiwe. Yani yeye cha kwake hatoi na mwenzake hataki pia atoi chake. Hiki kitu choyo. Kwa hiyo ukiwa na choyo ujue kwamba ndugu yangu wa Kiislamu, wewe hata uswali hata ufanye nini utaangamia, kwa sababu haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alayhi. Kitu cha pili akasema hawa yenye kufuatwa, hawa matamanio yenye kufuatwa. Leo matamanio yako akikwambia ulale tu kuanzia asubuhi mpaka saa 10 unalala. Matamanio yako nafsi yako ikwambia leo hakuna kuswali, basi hakuna kuswali. Ukiwa na tabia hiyo ujue utaangamia. Kitu cha tatu ambacho kwamba alichokitaja Mtume akasema na mtu kujiona mwenyewe nafsi yake. Kujiona mwenyewe nafsi yake, kujiona kwamba mimi ni bora. Yani hawa wote walioketi hapa hawana maana yoyote ila mimi tu ndio mtu. Yani yeye anapoketi ajehesabu yeye ndio mtu, ndio mkamilifu. Hawa wote si lolote, si chochote. Mtume asema
Mambo matatu haya yakiweko, basi mtu huyo ataangamia. Na Uislamu, kila tunavyosoma kwenye Qur'ani iko mifano ya watu wengi. Mifano hii inatuacha sisi tuone kwamba si sababu yetu kineemeshwa neema ifike hatua uone watu hawana maana. Na Uislamu, maradhi ya kujiona, waweza kusema kwani kujiona vipi? Kujiona ni mtu tu mwenyewe akijiketi akajihisi mwenyewe yeye ni bora kuliko watu wote. Yaani hapa tulipoketi mtu aweza kujiona kwa elimu yake, mimi ni bora, wote hawa wanifiki. Mtu aweza kujifakhiri kutokamana na cheo Mungu alichompa. Nitakupeleka polisi sasa hivi, unijui vizuri, unajua mimi nani? Anajifakhiri kwa sababu ya kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amemneemesha. Anajifakhiri na kujiona kwa ile neema ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amempatia. Kwa hiyo Uislamu, lau yoyote yule ambaye kwamba atajiona nafsi yake mwenyewe, ujue huyu anatengeza barabara ya kibri. Kibri nini? Mtu huwezi kuwa na kibri mpaka uanze kujiona wewe ni bora kuliko watu wote. Ukishajiona kwamba wewe ni bora kuliko watu wote, basi ni barabara unaielekeza kwenye kibri. Inafika hatua ukiambiwa hutaki kukubali. Hata umekosea, ukiambiwa habibu umekosea, hapa ni hivi, hutaki kukubali kabisa. Na mtu mwenye kibri ni mtu akiketi mahali hudharau watu. Akidharau watu, yani anaona watu hana maana, yule naye mtu yule, ila yeye tu ndio mtu mwema. Kwa hiyo Uislamu, katika maradhi ambayo kwamba yamekithiri leo ni watu kujiona katika vitu ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu alivyowaruzuku. Ni watu kujiona katika ibada akaiona kwamba yeye kwa sababu suna zote anazipata, basi akajiona yeye ni mswalihina tu. Yani yeye hana barabara ya shoti, yeye barabara yake imenyoka paka peponi yeye. Uislamu twasoma katika ghazawati, tunasoma katika vita tofauti. Mzanguni wa Kiislamu, miongoni mwa vita ambavyo kwamba ni vita vya Hunain. Masahaba walipoandaa vita kwenda katika vita vile, wakati huu walikuwa ni wengi sana. Ukisoma katika vita vya Badr tunaona masahaba walikuwa ni 313. Walikuwa wachache lakini wakapata ushindi. Wakati huu masahaba walitoka wakawa ni masahaba zaidi ya 12,000. Ile fahari ikawaingia, wakajiona kwamba sisi ni wengi, ikiwa tuko wachache tuwaadabisha watu leo, kikosi chote hiki lam yukhala bal yawm. Leo hashindwi mtu hapa, leo ataenda kuipata hawa, lazima tukawanyoroshe. Ile fahari ikawaingia, wakajiona wao ni bora kuliko wale. Ndugu zangu wa Kiislamu, maswahaba hawakuamini walipofika katika uwanja wa vita. Wale ambao kwamba waliosema kwamba wataipata walikuwa wamejipanga mara 4 yao, mara 5 yao katika uwanja. Hatuzungumzi kwamba ni udhaifu, lakini maswahaba walitandikwa mpaka mikuki haijui yatoka wapi. Nini kilichoacha mpaka watandikwe? Ile fahari. Walipojiona kwamba sisi ni wengi, watatufanya nini? Ikiwa tukiwa wachache tuwaadabisha watu. Ni kama wale wachezaji wa mpira wanasema, ikiwa sisi wenyewe ikiwa hatuna goalkeeper twafunga, je, leo tunaye goalkeeper tutafanya nini? Wakatandikwa mpaka ikafika hatua wakakimbia wote maswahaba, ikabakia Mtume Muhammad na maswahaba 7 tu. Mtume akaendelea mpaka wakaitwa wakarudi. Somo tulilolisoma hapa ni ile fahari yao walipojiona wao ni wengi. Ndugu zangu wa Kiislamu, sisi twasoma
Soma katika suratul Kahfi, leo ni Ijumaa ya somo. Kuna kisa cha watu wawili ambao kwamba walikuwa kilima shamba lao, mazao yao kama mazuri, bustani ile ikawa nzuri, lakini watu wale walipoingiwa na kujiona, wakahisi ile shamba kunawili vile si kwa kudura ya Mwenyezi Mungu, sio kutaka kwake nani? Mwenyezi Mungu. Wakaona kwamba ni uwezo wao. Shamba lile Mwenyezi Mungu akalitia moto, likachomeka lote, likachomeka kwa kule kujifakhiri tu. Kwa hiyo Uislamu, maradhi ambayo kwamba tuliokuwa nayo leo ni maradhi ambayo kwamba ni maradhi ya kujisikia, kujiona wewe ni bora kwa daraja uliopata, kwa cheo ulichokipata. Hujui kwamba siku moja ni yako, siku moja ni ya mwenzako. Uislamu ukimsoma Nabii Allah Suleiman bin Daud, huyu amepewa neema kubwa. Miongoni mwa neema alizopewa, amepewa neema mpaka ya kuwasikia wadudu chungu akisema maneno. Hawa chungu chungu wana maneno yao wanasema. Nabii Allah Suleiman aliafikiwa kuwasikia mpaka hawa akawa anawasikia. Nabii Allah Suleiman aliposikia maneno haya hakusema huu ni ujuzi wangu, hakusema kwamba hii ni juhudi yangu, alisema hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Paka kusikia chungu chungu wanazungumza, hii ni kutokamana na fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kunitizama mimi nitamshukuru ama nitamkufuru. Ndio wewe ukipata neema ujue kwamba ni Mungu amekupa mtihani. Neema ile yaweza kukuacha ukakufuru, na neema ile yaweza kukuacha basi ukamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa watu waliokuwa na kibri na walikuwa ni mafukara ni Karun. Karun, tusoma kisa cha Karun. Soma katika suratul Qasas, unamuona Karun ni nani. Karun huyu alikuwa ni fukara fuke, yani ni masikini, hana chochote, hana kitu chochote ambacho kwamba anacho. Lakini Karun huyu akainua mikono, akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe neema. Ampe nini? Neema. Mwenyezi Mungu akampa neema Karun, akawa ni mtu tajiri, ana pesa, funguo zake tu, funguo za hitaji wanaume wa kuzibeba, funguo zake, funguo. Lakini alipoingiwa na kitu cha kujiona kwamba utajiri wote ule ameupata kwa nguvu zake, ameupata kwa maarifa yake, asema, ukisoma katika Karun mwenyewe akisoma katika aya zinavyomueleza Karun, asema innama utituhu ala ilmin indi. Haya mapesa, mamali, manini yote haya nimeyapata kwa ujanja wangu na nguvu zangu mimi mwenyewe. Akasahau kwamba yeye ndiye alikuwa fukara akiombaomba, Mungu akampa utajiri, basi akajiona amepata mwenyewe. Muangalieni Karun mpaka saizi kwa wapi. Mwenyezi Mungu akamdodomeza Karun pamoja na nyumba zake, pamoja na mali zake, kana kwamba Mwenyezi Mungu amefungua hii ardhi, akamdodomeza Karun na nyumba zake na kila kitu chake. Wajua maana yake nini? Ni kwamba mtu akijipandisha mwenyewe juu, Mwenyezi Mungu humwangusha. Ngojea Mwenyezi Mungu akutangaze, ngojea Mwenyezi Mungu akuinue daraja kuliko kajiinua wewe mwenyewe, kuliko ukajiinua wewe mwenyewe ukajifakhiri kwamba wewe ni bora kuliko watu wote. Ukimsoma Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi, Mtume ametufundisha tawadhu, kunyenyekea. Maana kunyenyekea ni nini? Maana ifike hatua wewe
hata una cheo kikubwa. Ifike hatua wewe una nafasi ya juu, lakini ujione katika watu wote wewe ndio wa mwisho, ndio nyonge katika watu wote. Saa nyingine Mtume Muhammad akiketi na maswahaba zake, namna Mtume alikuwa akijihesabu kwamba yeye ni mmoja miongoni mwa watu. Mtume hajajihesabu kwamba mimi napewa wahyi, kwamba mimi ni mtumi napewa wahyi, mimi ni mtumi, mitume wote mimi niko juu ya, kwamba yeye akawa na fahari. Alikuwa akijiweka yeye na watu wote sawa sawa. Mpaka saa nyingine wakija mwenye kuuliza Mtume akiwa ameketi na maswahaba, anauliza mtume wenu ndio yupi? Kwa sababu hajulikani, wote wako hali moja. Hakuna kwamba huyu ni mtume amewekea kwenye kiti na mikogo basi anaonyesha anajifutua pale. Wote hali yetu moja, japokuwa ni mtume Mungu amemchagua. Je, wewe ambaye kwamba swala zako matata, swala zako tu zina mushkeli, je, wewe unajifakiri nini? Ndio Mtume Muhammad akatufundisha usimsifu mtu kwa macho. Kimwona mwambie wewe mashaallah peponi wewe si alikuwa kiswali asali tena, kesho humuoni msikitini, sababu ushamtia nini? Kiburi. Alitukataza hivyo. Kuna watu ukimsifu atabakia vile vile, lakini kuna mtu ukimsifu baada ya swala tu hapo ukimsifu, basi akianza kutembea pale, basi macho atayainua juu, tumbo atalipeleka mbele, basi akitembea kwa mikogo, kwa sababu umemsifu, umemharibu. Sasa wewe hujamtengeza huyu, umemharibu. Wako watu hao. Mtume anatufundisha inna Allaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin. Mtume Muhammad anatufundisha kwamba yeye amejiliwa na wahyi kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika jambo la kufanya unyenyekevu. Yaani mmoja asijifakhiri yeye ni bora kuliko mwenzake, ukajiona we ni bora kwa rangi, kwa kabila lako. Ile kabila lako laweza kuwa ni bora kuliko kabila mengine, usijione bora. Kuna watu leo kwa sababu wao kabila lao ni limetukuka, ni watu wakubwa, basi wakaiona makabila mengine hayana maana, wakaonekana. Yani hata imefikia hatua kuna mtoto wake ataka kuoa ama ataka kuolewa na kabila hiyo, akasema wewe una akili, hawa watu fulani ndio wanakuoa wewe. Hajui kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu mbora wetu ni ule mchaji Mungu. Uangalie kwamba wewe ni mweupe, na weupe wako keti kando, na usharifu wako keti kando, maadamu huna mambo bora mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tusitizame hivi. Mtu bora ni yule ambaye kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani anafanya mambo ambayo kwamba yanamridhia. Sasa kumuona mtu kimuona tu haeleweki, uko nje matata tu. Wamuona uko nje matata. Wewe uko msikitini hapa, ile siku kamaona yeye uko mbele, uko nyuma. Shida yako nini? Shida wafanya haya mambo, wafanya ibada lakini wajiona, wajisikia, wajifakhiri. Islam naona wakati umekwisha na tumechelewa kuja na maudhui haya mapana. Yataka sisi ndugu zangu wa Kiislamu, zamani tunapotafuta dawa ya kujitibu mili yetu, basi tujitizame nafsi zetu kwanza, zina matatizo gani? Nafsi zetu zina ugonjwa gani? Uislamu, na haya ni tabia ya kawaida mwanadamu. Tabia hii inamjilia tu wakati mwingine, anajiona sangine, ile tabia kujiona inadhihiri kwa vitendo vyake anavyozungumza. Mlivyokuwa mkimjua, mlikuwa mkinywa alkasusu kahawa pale, siku hizi haji, shakuwa tajiri, pesa anazo, ana muda kuketi kwenye kahawa, ukizungumza naye maneno yake mawili, baadaye huyo enda zake. Nini? Sababu ashajiona yeye basi uko juu, wewe uko chini. Tubadilishe mitazamo hii. Mtume wetu Muhammad anatufundisha uketi na tawadhu, kunyenyekea kama yeye mwenyewe alivyokuwa ananyenyekea zaidi.
na tofauti ya ama kinyume cha kunyenyekea ni kibri. Na sisi twasoma kwamba huyu Ibilisi huyu, mpaka saa hii kimtaja Ibilisi tunasema laanatullahi alayhi. Huyu alikuwa ni mwanachuoni, alikuwa amesoma, lakini kitu ambacho kwamba kikaacha tu alaaniwe huyu ni kiburi chake. Alipoambiwa amsujudie Adam, hakuangalia ile amri yatoka kwa Mungu, amemwangalia mwenye kusujudiwa. Yaani msujudie huyu yaani msujudie huyu, haangalia ameamrishwa na nani kumsujudia. Akamwangalia mwanadamu huyu mwenyewe, bwana mchanga, nimsujudie huyu, siwezi. Akajiona kwamba yeye kifikira yake eti mtu akiumbwa na mchanga ni duni na yule aliyeumbwa na moto yeye ndio bora. Fikira yake akajiona, mimi ndio umbwa na mchanga na moto, mimi ndio bora, huyu ni duni, mtu dhaifu huyu. Fikira yake, hakuangalia kwamba huyu ambaye kwamba aliyemwamrisha ni nani. Kwa hiyo kibri ni hivyo. Saa nyingine usiketi kwa ajili ya kufanya jambo kwa ajili ya watu, angalia aliyekuamrisha kufanya hilo jambo ni nani. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.